Ninakuja kuwakumbusha kwamba ustawi wa taifa hili ni jukumu la raia wake, ni jukumu la raia wake. Cheo namba moja kinachotoa haki ya kupata cheo chochote kwenye nchi hii ni uraia wako, ni uraia wako. Pale ambapo uraia wako unabezwa, uraia wako unageuzwa kuwa ni utumwa kwenye taifa lako, unao wajibu mkubwa wa kulinda heshima ya uraia ulionao. Na ndugu zangu, heshima ya raia iko eneo moja tu: kuamua nani awe kiongozi wake, kuamua nani awe. Leo tunawakumbuka kina Kinjekitile, tunawakumbuka kina Suleiman Mamba. Waliuawa kwenye vita vya Majimaji vilivyopiganwa kati ya mwaka 1905 mpaka 1907. Ukiuliza kwa nini walipigana, ukiuliza kwa nini wazee wa maeneo haya ya Lindi, wazee wa kusini, waliamua kutoa uhai wao, hawatokuambia ni kwa sababu walikuwa wanataka kujenga barabara. Hawatokuambia ni kwa sababu walikuwa wanataka kujenga hospitali. Watakuambia ni kwa sababu wao kama raia walipoteza uhuru wa kuamua nani awe kiongozi wao. Hali hii haiwezi kuondoka isipokuwa kwa wananchi kupigania demokrasia, kupigania uhuru wao wa kuamua nani awe kiongozi wao. Na kazi hii ilifanywa vizuri sana na wazee wetu. Waliuawa makumi kwa maelfu. Historia inaonyesha kwenye vita vya Majimaji zaidi ya watu 300,000 waliuawa. Nilikuwa napitia rekodi za takwimu ya idadi ya watu. Mwaka 1900 Tanganyika ilikuwa na watu 3,000,000. Kama waliuawa watu 300,000, maana yake ni karibu 10% ya raia wote waliuawa kupigania ustawi wa taifa lao, kupigania uhuru wa kuamua nani awe kiongozi wao. Sasa ndugu zangu, duniani kote wajibu wa kulinda demokrasia ni wajibu namba moja wa raia, wajibu wa kulinda uhuru wao wa kuamua nani awe kiongozi wao. Mnaposhindwa kuamua nani awe kiongozi wenu katika nchi, mnageuka kuwa ni watumwa kwenye taifa lenu, watu msiokuwa na sauti, watu msiokuwa na maamuzi. Na ndio maana tunataka kuwa na operesheni Linda Demokrasia. Sasa msingi wa kwanza kuwakumbusha kwamba demokrasia hulindwa na raia. Hulindwa na nani? Na raia. Demokrasia duniani kote inalindwa na raia. Kenya wamelinda demokrasia yao, ndio maana leo Kenya wana chaguzi huru na mataifa mengine. Na sisi Tanganyika, wakati wa utawala wa mababu wa Mjerumani wa kikoloni, wazee wetu walipigania demokrasia ya nchi yetu, uhuru wao wa kuamua nani awe kiongozi wao. Alipokuwa Mwingereza, wakina Mwalimu Nyerere walipigana kuamua nchi hii nani awe kiongozi kwa matakwa ya raia wa Tanzania. Hatuwezi leo baada ya miaka 60 ya kuwa huru, mitutu ya bunduki iamue nani awe kiongozi wa taifa letu.